majina naitwa Pendo Mushi. Naishi Humwa. Ni mzaliwa wa Morogoro. Mimi nilikuwa kwenye chama cha kichawi kwa muda mrefu. Toka mtoto, kwa hiyo ni zaidi ya miaka 30. Nilikuwa shule ya msingi ndio niingia huko. Na kuna mganga ambaye alikuja akanichanja hizo chale ambazo nilichanjwa kwenye hapa paji la uso, kwenye ulimi na kifua, ndo nikachanjwa hizo chale ambazo hiyo damu sasa ndo ilitumika pia kufanya maagano kule kwenye chama hicho cha kichawi. Nilikuwa ni malkia, kwenye nafasi ya malkia wa mkoa wa Iringa. Lakini pia kule nilikuwa ni mshauri, mtu wa kupanga matukio haya na yale. Lakini pia nilikuwa ni kiungo. Kanisani nilikuwa naenda, lakini mambo yangu mengi yalikuwa yani hayakuwa mazuri. Ni kama tulikuwa nilikuwa na pande mbili, huku kwa Mungu nipo na kule nipo. Na kule pia kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa navimiliki. Nilikuwa nina mume na watoto 3 ambao wako kule kuzimu. Lakini kule kuna madhabahu ambayo mimi maana uchawi na viwango. Kwa hiyo mimi nilikuwa na madhabahu yangu kule ambayo ina hizo zina tunguli, kuna usinde, kuna vibuyu, kuna ngozi, yani kuna madawa vitu vingi tu. Lakini katika vitu vingine ambavyo nilikuwa navyo, nilikuwa na irizi kwenye mkono wa kushoto. Nilikuwa namiliki kibuyu ambacho nilikuwa natembea nacho. Yani nikitaka kufunga labda watu nini nakuwa na hicho kibuyu. Lakini nilikuwa nina mkufu kutokana na kile nilichokuwa nacho. Nilikuwa nina fimbo ya malkia, nilikuwa na huo mkufu. Lakini pia nilikuwa na mavazi ambayo ilikuwa navaa nyekundu na nyeupe meusi. Nilikuwa na mtandio ambao nilikuwa natumia kule. Pia kuna chungu. Yani ni vifaa ambavyo nilikuwa natumia kule. Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Tukawa tunaenda kule, lakini mambo mengine ukawa mtu unaelekezwa, unafanyishwa. Baadaye sasa kadiri nilivyoendelea, yani mwanzoni nilikuwa kama yani naelekezwa, fanya hiki, fanya kuua ni hivi, una vitu una roho, kwanza unavishwa roho ngumu. Yani mchawi ili uweze kufanya ile kazi ya uchawi lazima yani kuna roho lazima uingiziwe, unakuwa tu katili. Basi nikawa hivyo, nikawa naendelea, afu nikawa ni msiri kiasi kwamba hata hamna mtu ambaye alikuwa anafahamu kwa muda wote huo, hata familia yangu haikuwa ikujua. Nikawa naendelea kutumika kwa kuelekezwa. Baadaye sasa nilipokuwa na kule kutumika nikawa nimeweza kwamba kuua sijui kuharibu ndoa za watu na nini. Nilipofika kiwango sasa kiasi ninazofanya zinawezekana, ndio nikapewa cheo cha malkia. Kilikuja kwa sababu ya hiyo kuua watu wengi. Yani watu walikuwa na wazuru. Lakini pia mimi kazi kubwa kule nilikuwa ni ya kuua watu. Yani ndio kitengo changu. Japo na mengine nilikuwa nafanya. Lakini nilikuwa naua watu kwa njia ya ajali. Naua watu kwa njia ya magonjwa, napandikizia watu magonjwa. Wanateseka mpaka wanakufa. Unaua kwa kuna kunyonya damu. Watu unakuta tu mtu ndio anaishi lakini matatizo ya damu yanakuwa hayamuishi. Ni vitu ambavyo nilikuwa nafanya. Lakini kazi kubwa ilikuwa ndio hiyo. Sasa kwenye vifaa nimesema kama nilivyosema kule nilikuwa na madhabahu. Mimi huko nilikuwa sitembei na kitu, na pia tumboni pia nilikuwa na madhabahu. Kuna ushanga ambao nilivishwa ambao ndio unakuwa napata mawasiliano, naweza yani zile nguvu zinakuwa ndani, yani ninakuwa na zile nguvu. Kwa hiyo unaweza kaenda mahali ukakuta zile nguvu wanaachilia, ile nguvu inatoka, inaweza kumuingia mtu, ndio unakuta mtu akapata magonjwa na nini. Lakini kwenye hiyo madhabahu nilikuwa na kibuyu.
hicho kibuyu ndio nilichokuwa natumia kwamba kufunga watu, kuzuilia watu mambo yao. Kwa sababu ndani ya yule vibuyu kuna mizimu. Kuna ambao vina miti, mizizi ya miti. Kuna vibuyu ambao vina dawa tu. Kwa hiyo kile kibuyu mimi ambacho nilikuwa nacho sasa, kile nilichokuwa natembea nacho kukamata nafsi za watu, unachukua tu nafsi ya mtu. Yeye mtu anakuwa anatembea lakini nafsi yake unachukua ondoka ifunga kule, na unakuta mtu anafanya kitu afanikiwe. Au anakuwa tu yupo kutokana na jinsi ambavyo amemfunga. Lakini pia vifaa vingine ambavyo nilikuwa navyo, nilikuwa kuna sindano ile unatumia kwa ajili ya kuumiza watu. Unajua yani kwa mfano baba anataka mtu apate maumivu, unachukua ile sindano unakuwa unachoma, unaweza kutumia chura unachoma ile sindano. Kwa hiyo mtu anaweza baba umempandikizia huo ugonjwa kama ni kifua. Kwa hiyo unakuta vile yale maumivu ni ile sindano ambapo unakuwa unafanya nini, unachoma. Yani naweza tungekaa kama hapa mbona fulani kama amekuwa na maisha labda mazuri au nini, kwa hiyo unaenda tu unachoma anakuwa anapata maumivu, yani labda ni kifua au unakuta mtu anasema naona vitu vinanichoma, lakini kumbe ni tayari kule umeshafanya nini, umeshaharibu. Kuna huo usindi ambao ndio unakuwa kiongoza njia pia, yani kama unataka kwenda mahali, shona watu wengi wakienda mahali wanakuwa na ule usindi, na wenyewe pia una nguvu yake. Unakuwa na kusafisha njia. Ukifika pale unaweza kumfagilisha mtu hivi ili kwamba asizinduke, unakuwa unanuia maneno ndani. Unaweza kusema kwa sauti akasikika, au mtu kwa tunasema ndani unapitisha ule usinde ambao ni mkia ule wa ng'ombe. Lakini pia kwenye kibuyu pia kuna kibuyu ambacho kufunga uchumi wa watu wasifanikiwe, yani maisha yao alikuacha tu chuma ulete. Unakuta tu mtu anafanya kazi hana maendeleo, anapambana sana, lakini kumbe pesa yani tumeshamwekea, yani kuwekea watu mikosi kwamba asifanikiwe sio na pesa. Kwa hiyo yani unaweza kuta mtu anapambana sana lakini hapati pesa, au hata akifanya kazi unakuta kazi yake yani ni anadhulumiwa. Ni kwa sababu ya kile kitu ambacho tayari tumeshafanya kule. Nasema huyu tumfunge. Yani ukishatamka yale maneno kwenye kibuyu, ile mizimu inakuwa inafanya nini, inamfuatilia. Hata mimi mwenyewe binafsi nilipokuwa nimeingia kwanza kwenye hicho chama, nikawa nimefanya maagano ya kutumika kule na kuwa mwaminifu kwamba nitatunza siri, basi na sitakuwa tajiri, sitaolewa. Unaona, kwa hiyo yale maagano nilifanya kupitia damu yangu na nikaapa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo yani mimi kufanikiwa kwangu bado hakujasa. Pesa zangu mimi mwenyewe zipo kwenye kibuyu. Kwa hiyo hata na mimi mwenyewe kuzimiliki nikawa siwezi, na mnaga mchawi ambaye ni tajiri kwa kweli. Kwa hiyo vitu vingine ambavyo nilikuwa navyo ni vibuyu vipo vya aina nyingi hivyo, ambacho kuna kibuyu ambacho nilikuwa nakimiliki mimi, lakini vingine vilikuwa kule kwa ajili ya kwenda kuongelea, kusemea, kushtaki kwa ile mizima ambayo ipo kwenye kibuyu. Lakini pia nilikuwa ndo nimesema kwamba nilikuwa na gunzi. Ukitaka kumfunga mtu, labda unamfunga mtu kielimu au kiuchumi. Kufunga watu kwanza yani ni kuna aina nyingi za kumfunga mtu. Unaweza kumfunga kupitia hicho kibuyu, unaweza kumfunga mtu kwa kutumia hiyo gunzi na kamba. Unachukua ile gunzi na kamba, kwa hiyo unakuwa unanuiza yale maana. Unapoongea kwamba huyu unamfunga asifanikiwe, labda kama ni kwenye asifanikiwe kiuchumi, unaishi hapo. Kama unataka asifanikiwe kwa lolote unasema, afu unakuwa unafunga. Yani kama ni kuboresha. Yani unatu nikitamka maneno hapa sasa nafunga kwenye ile bani gunzi. Mimi nilishatumia gunzi nikafunga, nikamfunga mtu, nikaenda ile gunzi nikafunga na kitambaa, nikaenda nikaliweka sehemu. Kwa maana yule mtu sasa atakuwa anahangaika, lakini hawezi kwa sababu nimeshafanya nini? Nimeshamfunga, na ili afanikiwe ni mpaka mimi niende nikafungue kule. Kwa ukishafunga vile ni mtu ambaye atakuwa anaishi tu hivyo, yani hivyo. Tofauti na ile ya kusema umetumia dawa. Dawa kuna wakati inafika inaisha nguvu. Lakini ukimfunga mtu kujifungua yeye sio rahisi kujua kama amefungwa, na kile kifungo na maana kama umekifunga ni mpaka kifunguliwe. Aidha nikafungue mimi mfunga ama apate msaada wangu. Lakini pia nilikuwa na ngozi ambayo ndio ilikuwa kama labda ndio unakaa, hiyo ngozi ya mnyama ndio ulikuwa unakaa pale, ndio unafanya hivyo vitu vyako. Na hiyo ina hivyo vifaa. Kuna dawa ni nyingi kule, kuna kitengo cha watu wa dawa. Kwa hiyo ukisema labda nataka dawa ya labda kumfunga mtu labda asizae, wanakuletea. Unajaribu uchumi wa mtu unatea. Kuna watu ambao nimefunga uchumi wao kwamba wasifanikiwe, na ndivyo ikawa, lakini
Kuna wengine wanasema tumewafunga kwamba wasiolewe. Tunawafungaje? Tunaenda kusanya makaburini kwa kufukia madawa, kuna vifungo unaenda huko unaweka. Wengine tunatumia hicho kibuyu kwa sababu ndio kitenda kazi. Unaenda kule unasema, basi ndio jambo linakuwa limempata yule mtu. Na hiyo kuwapandikizia watu magonjwa. Ndani yangu nimesema kuna madhabahu pia ambayo hiyo nguvu inatoka. So lazima ni hata so lazima mimi niruhusu. Yaani yenyewe tu inashajua kwamba yani inatembea, ina sense ya mazingira, inaweza kufanya kitu. Kwa hiyo unakuta zile roho, ile nguvu inatoka, maana nishanyishwa madawa, nishachanja chale. Kwa hiyo vile dawa zinaingia tayari kuna nguvu inaumbika ndani yangu. Hizo chale ni damu. Na damu ni uhai, kuna nguvu tayari ipo ndani ya ile. Kwa hiyo unapokuwa unatembea au umekaa na mtu, unaweza kuta mtu akapata shida, kwa mfano hiyo ya kuumwa magonjwa, mtu anapandikizia magonjwa, unakuwa unafanya kule, lakini huku matokeo yanafanya yatokea. Wakati mwingine hizo nguvu zinatoka, zinaweza zikaleta madhara. Na wachawi ndio tuna kazi nyingi ya kuona nini, lakini pia wachawi ni watu ambao hawapendi mambo ya Mungu yaendelee. Kwa ile nguvu pia ilikuwa inaharibu hata kazi za Mungu. Unaweza kukuta umeenda mahali kanisani, ile nguvu inatoka, inawafanya watu yani wasielewe. Vitu vifani hivyo na vimiliki, ilikuwa kuna wembe kwa ajili ya kuwachanja watu, hiyo sindano ilikuwepo, ile ya kushonea. Kulikuwa kuna jiwe, ile jiwe kwa unamwekea mtu ugumu wa maisha. Kwa hiyo unasema kama ile jiwe lilivyo gumu na maisha yake yawe hivyo, yanakuwa tu ni magumu. Kwa hiyo kuna kuwafunga watu kwa namna mbalimbali. Kutamka ni kule kule, lakini unatamka, lakini kuna vifaa tofauti ambavyo unaweza kuvitumia kumtamkia huyo mtu, kama kibuyu, kama hiyo kufunga unafunga na kifungo kabisa, kama hilo jiwe unamwekea kabisa. Mwingine unachukua majina unapeleka kwenye viungo, yanakuwa tu yanakaa kule, unakuwa tu unatamka. Yaani kwa maana unapofanya nafsi za watu unazichukua, unazihifadhi, kwa unaziweka mle. Siku kuna wengine ukifika wakati unaweza kumchukua